Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Na mshukuru Mungu tena kwa wakati huu mzuri ambao nimepata neema ya kusema na wewe neno lake usiku wa leo. Na kushukuru sana wewe ambaye umekuwa ukitufuatilia na kujifunza juu ya mafundisho haya, na wale wachache ambao mmepata nafasi ya kutuma maoni yenu juu ya mafundisho ambayo tunakuwa tunaendelea kujifunza. Kwa usiku huu tena nimetamani tutazamie somo letu ambalo tulianza nalo, kwa bahati mbaya hatukupata mwendelezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutazungumzia kwa habari ya ule ujumbe unaosema maisha baada ya kifo au hukumu baada ya kifo. Nilisema ya kwamba mwisho wa uhai wa mwanadamu katika uso huu wa dunia ni mwanzo wa uhai wa mwanadamu katika ulimwengu usioonekana. Na kwenye huo ulimwengu usioonekana ndipo panapoamua maisha ya mwanadamu yaweje. Kwa lugha nyepesi, mwanadamu anapokuwa anaishi kwenye uso huu wa dunia, anatengeneza maisha ya sehemu nyingine ya kwenda kuishi baada ya kumaliza mwendo wake kwenye uso huu. Nilifafanua sana, nikaeleza sana kwenye ile sehemu ya kwanza, na nikafikia kwenye kifungu kinachozungumzia juu ya imani potofu ambazo ziko kwenye fikra za watu wengi, kwenye madhehebu na kwenye dini mbalimbali zinazozungumzia kuhusu kifo ama kuhusu kufa kwa mwanadamu. Nilitaja vipengele vingi, nikakomea kwenye kipengele kinachosema kwamba ziko dini fulani na madhehebu fulani yanayoamini ya kwamba mwanadamu anapokufa akiwa katika hali ya umaskini atakwenda kuzaliwa kwenye taifa nyingine, akiwa ni mbwa, akiwa ni mnyama, akiwa ni mtu aliyebadilishwa kutoka kwenye umbile la mtu na kuingizwa kwenye umbile la mnyama. Hizi ni imani, lakini si imani sahihi. Nikataja baadhi ya madhehebu fulani ambayo na yenyewe yamebeba imani ya kwamba mtu anapokufa katika dhambi, hata kama amekufa katika dhambi, pana uwezekano wa kupakwa aina fulani ya mafuta na dhambi yake ikafutwa. Kama alikuwa mahali pa hukumu, akatolewa mahali pa hukumu akapelekwa mahali pazuri. Hiyo ni imani ambayo imeenea kwa baadhi ya madhehebu, lakini nataka kusema ni imani potofu. Na ziko imani zingine zinazoamini ya kwamba mtu yoyote anapokufa katika dhambi, kwamba kama alikuwa hana dhambi nyingi sana, kwa lugha nyepesi si mwema sana na wala si mbaya sana. Kwa lugha ya Biblia imemtaja mtu huyu ni fugufugu, kwamba si wa moto sana wala si wa baridi sana. Sasa ziko imani ambazo zinasema kwamba watu wa namna hii watakwenda mahali panapoitwa purgatory. Hapo purgatory ni mahali ambako wanaeleza ya kwamba watapitishwa kwenye moto kidogo, yani wanasuzwa, wanasafishwa, wanatakaswa, lakini ni kwa njia ya moto. Wanapewa mateso kidogo, si mateso mengi, bali ni mateso kidogo tu ya kawaida. Alafu baada ya hapo watatolewa na kupelekwa mahali pazuri. Hii nayo ni imani, japo ni imani potofu, si imani iliyo sahihi. Imani sahihi ikoje? Imani sahihi inatoka kwenye Biblia takatifu. Takusomea Biblia takatifu namna ambavyo inazungumza kwa habari ya kifo cha mtu, kwamba baada ya mwanadamu kufa ni nini kinatokea kwake. Baada ya mara tu ulikuwa unaishi, sasa umekufa. Si swala la kesho, si swala la baadaye, yani unapokufa nini kinatokea. Takusomea
Kitabu cha Luka sura ya 16, tasoma ule mstari wa 19 au mstari wa 22. Anasema, ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyeinua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, e baba Ibrahimu, nihurumie, mtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Hawa ni watu wawili, mmoja ni maskini aliyemcha Mungu ambaye jina lake ni Lazaro, na wa pili ni tajiri aliyeishi maisha ya uovu katika hali ya utajiri wake, japo jina lake alikutajwa ni nani, ila alifahamika kama tajiri. Huyu maskini aliyemcha Mungu anakufa. Biblia inasema baada ya kufa akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Ibrahimu yuko wapi? Ibrahimu alikuwa mtu wa Mungu ambaye tunasoma matendo yake kwenye kitabu cha Mwanzo unaimaliza. Alimcha Mungu. Kwa Ibrahimu mahali alipo ni mahali pema peponi, yuko mahali pema paradiso, yuko katika hali ya mapumziko, ambapo huyu maskini ambaye yeye aliishi katika hali ya umaskini wake, akamcha Mungu katika umaskini wake, anakufa katika hali ya umaskini wake, na yeye moja kwa moja anachukuliwa na kupelekwa mahali ambako yuko Ibrahimu. Lakini tajiri aliyeishi maisha ya nasa, baada ya kifo chake anaonekana kuzimu, lakini kule kuzimu anaonekana akiwa katika hali ya mateso, kwamba mara tu baada ya kifo watu wanahukumiwa. Hakuna swala la kusema ni kesho au ni baadaye, wanahukumiwa katika kuzimu, si jehanamu. Jehanamu watatupwa baada ya ulimwengu kuwa umefika tamati, baada ya ulimwengu kufika mwisho, ndiko wote watakapotupwa katika hukumu ya mwisho. Kwa hiyo imani sahihi, yeyote anayeishi maisha ya dhambi, mara tu baada ya kufa anapelekwa moja kwa moja kwenye hukumu. Akiwa kuzimu anateswa katika moto, na yeye yuko mangojeo, anangoja ni mapokezi, anapongoja ile hukumu ya milele ya jehanamu. Sasa huyu bwana ni tajiri, amekufa. Usifikiri wakati wa msiba wake wachungaji hawakwenda. Usifikiri wakati wa msiba wake mapadiri hawakwenda. Usifikiri katika msiba wake maaskofu hawakwenda. Usifikiri katika msiba wake makuhani hawakwenda. Kumbuka, tajiri ni mtu ambaye ni rahisi kuwa na watu wa kila namna, lakini hawa wachungaji, mitume, manabii, walimu, makuhani waliohudhuria kwenye msiba wake hawakuweza kufuta dhambi yake ambayo imemsababisha aende mahali pa mateso. Usifikiri hakuwa na mahali alipokwenda kuabudu. Kilichomshinda ni kuishi maisha matakatifu. Kwa hiyo baada ya kifo anapelekwa kwenye hukumu. Usifikiri hawakuwepo waliomwombea. Usifikiri hawakuwepo waliosema kama wanavyosema sasa ukifa kwamba alazwe mahali pema peponi. Huwa natumia msamiati mmoja kusema kwamba kama pale mahala pema peponi huyu mwanadamu aliandaa godoro la kwenda kulazwa pale, ataenda kulala, lakini kama hakuandaa ataenda kulazwa mahali pabaya, kuzimu, na akingoja jehanamu ya moto. Usije ukajifariji hata siku moja ya kwamba mwenye dhambi akiombewa akiwa amekwisha kufa, dhambi yake itafutwa, halafu ataenda kule. Nisikilize, hata hawa ambao tunawaombea wafufuke, wanaotoka katika wafu, hatutubu juu ya dhambi zao ili watolewe waende mbinguni.
tunawatoa kule kwenye umiliki, kwa sababu wako wanaokufa vifo ambavyo sio vya Mungu. Wanaokufa kifo cha Mungu si rahisi kuwarudisha. Wanaokufa kifo cha mpango wa mwanadamu na mipango ya mashetani, hao wana uwezekano wa kurudishwa. Waliokufa kifo cha Mungu, manake ni saa ya Mungu, ni wakati wa Mungu, moja kwa moja wanatupwa kwenye hukumu. Hawa wanaokufa vifo vya kishetani hawaendi mahali hapa pa mateso, wanakuwa wakiendelea kutumikia ufalme wa giza, wakilaundi huku na huku. Ndio hao wanaitwa miskule, wanaotumika juu ya kazi. Hawa hawajafa kimsingi, ni kwamba wamebadilishiwa system ya maisha, kutolewa kwenye ulimwengu wa mwili kuishi, wanahamishwa kwenye ulimwengu wa roho. Wanangoja miaka yao waliopangiwa na Mungu, inapotimia ile miaka ndio wanakufa kifo original, kwa sababu waliishi maisha ya dhambi. Ndio wanaenda kule kwenye mateso, wanakoteswa huyu Bwana. Kwa hiyo ukweli kamili wa kukujulisha wewe mtazamaji wangu ambao utakusaidia ni kwamba mara tu baada ya kifo hukumu inatokea, na ili uelewe hukumu inatokea, fuatilia wakati ambao huyu anayetaka kufa, ule wakati anakata roho. Na hii siri si wengi wanajua. Unapomfuatilia mtu anayekata roho, huwa anahangaika sana na kupata shida, na saa ingine ukikaa naye karibu anaweza akaondoka na wewe, sababu anatumia nguvu kubwa sana. Hii ni signal ya kukujulisha kwamba huyu mtu mahali alikokwenda sio salama, kwa sababu mwanadamu anapokuwa anakata roho, macho haya ya kimwili yanafunga, haoni. Halafu macho ya kiroho yanafunguka, anajitahidi kuyafungua haya macho, lakini hayafunguki. Macho ya kiroho yanafunguka saa hiyo hiyo, anaanza kuona kule anakoelekea namna palivyo, ndio anakuwa anapambana asiende kule, lakini saa hiyo kashachelewa, hana uwezo tena, hana nafasi tena. Alafu kuna wanaokata roho, unashangaa kuwa mcha Mungu, unashangaa tu amelala usingizi ukamchukua, unashangaa ni mcha Mungu anakufa huko anawapungia watu mkono, anakokwenda ni mahali salama. Sisemi wanaolala wanakufa hao wameenda mahali salama, kwa sababu wako wenye dhambi ambao na wao wanalala tu, kesho ni maiti. Huyo kimsingi hajafa, huyo amechukuliwa. Wakati mwingine nitafundisha vifo vya kishetani ambavyo ni rahisi kujua kwamba mtu ambaye amekufa kifo sio cha Mungu, ambako pana uwezekano wa waombaji wajuao kuomba juu ya siri hii akarejeshwa. Naongea kitu ambacho nimewaifanya, sizungumzi story, naongea kitu ambacho kwa neema ya Kristo nimekifanya. Kwa maarifa mafupi umepata kujua, baada ya mtu kufa anaingia kwenye hukumu. Tafakari pamoja na mimi juu ya ujumbe huu, halafu amua maamuzi na maisha sahihi ya namna ya kuishi kwenye uso wa dunia. Ni kweli tumepewa kuishi, lakini mwanadamu hajui. Maisha ya duniani umepewa mtego ambao kila mmoja anatakiwa kupambana kujinasua, kwa sababu umepewa kuyaandaa maisha ya kesho. Ni kweli unatafuta fedha ujenge ufalme hapa, lakini ninachokuambia heri ujenge ufalme kule utakakoishi milele, kwa sababu hapa duniani hauishi, unaishi ili mwisho wa siku uje uende kule. Aheri utangulie kutengeneza kule unakokwenda kuliko hapa unakopaacha. Asante kwa kunipa nafasi na kwa kunisikiliza. Mungu wa mbinguni akubariki sana wewe ambaye umekuwa ukitufuatilia wakati wote na majira yote. Uendelee kushare nasi jumbe hizi na kuwashirikisha wengine ambao utaendelea kujifunza nao, lakini zaidi karibu kwa maoni yako na maswali unaruhusiwa kuuliza na majibu yapo yatatolewa. Barikiwe sana mtumishi wa Mungu kwa nafasi hii ambayo tumepata pamoja ya kujifunza neno hili. Amen.